Mfanyabiashara Osman Sharif maarufu Auke amejitokeza na kushinikiza serikali ya kaunti ya Isiolo kuja na mpango dhabiti wa kuhakikisha wafanyikazi wa kaunti wanalipwa kwa wakati unaofaa. Akizungumza na Kamachu TV kwa njia ya kipekee, Sharif amedai kupokea malalamishi kutoka kwa baadhi ya wafanyikazi wakidai kutokuwa wamelipwa mishahara yao kipindi cha miezi mitatu. Hata kama kuna shida katika hazina ya kitaifa, wafanyakazi ambayo wanafanya kazi ndani ya kaunti hii yetu ya Isiolo wanalalamika, na nilikuwa nashangaa kwa nini wale ambayo wanasimamia welfare ya wafanyakazi hawazungumzii juu ya marupurupu na mishahara ya wafanyakazi, kwa sababu morali ya wale wanafanya kazi ndani ya kaunti hii yetu iko chini sana, kwa sababu takriban saa hii vile nilielezwa ni mwezi 3 hawajapata mishahara. Na ile kitu ambaye inaendeleza uchumi ya hii kaunti, moja yao ni hiyo mishahara, kwa sababu mtu akishukua mishahara akona watu wengi ambayo wanategemea yeye, kuanzia familia, wale wanafanya kazi kwa nyumba hiyo, na pia kwa hizi mahoteli ambayo ziko hapa. Lakini kama mishahara imekosekana, uchumi ya hii kaunti itakuwa na kasoro kubwa sana, kwa sababu lengo mmoja yao ambayo serikali ya ugatuzi inafaa kuweka maanani ni kulipa mishahara ya wafanyakazi kwa wakati ufao. Na kama kuna mpangilio ambayo governor anaweza fanya, lazima afanye hima na kulipa hawa wafanyakazi. Nikizungumzia hasa wale wanafanya katika idara ya afya, ambaye ni workforce ambaye ni amana, lazima mishahara yao ikuwe ni wakati ambayo inatakikana. Auke aidha ameelezea kuwa uchumi wa kaunti hii unazidi kuathirika pakubwa kutokana na hatua ya serikali ya kaunti ya kutolipa madeni yake, yani pending bills, licha ya kamati kubuniwa kuchunguza hilo. Kumza juu ya pending bill miaka 1.5 iliyopita, na kaunti haitaendelea kama tunanyamaza, wakubwa kwa wadogo. Sisi kazi yetu ni kushabikia wanasiasa, lakini hakuna mtu anajiuliza faida ya serikali ya ugatuzi ni gani na gani. Hakuna mtu anazungumzia. Na kuna kamati ambayo iliundwa na governor kuchunguza uhalali wa pending bills ambayo inadaiwa county government, na mpaka sasa hivi hakuna ripoti ambayo ilitolewa kama pending bill ambayo inadaiwa serikali ya ugatuzi si halali. Ni vyema itangazwe, kwa sababu kuna watu kuanzia wakati ya ugatuzi ilianza wako kuzunguka ndani ya hizi maofisi wakibeba mabahasha. Walisema wanazunguka katika hizi maofisi kwa matumaini ya kwamba watalipwa. Na naomba kwa njia ya unyenyekevu, Bwana Governor, isije pending bill inatumika kuendeleza siasa zetu, kwa sababu kuna watu wengi wanaumia, mahadwe nyingi zinafungwa, kwa vijana wengi wanakosa kazi. Wakati huo amekosoa pakubwa kile anadai nyingi za shughuli za kaunti hii kufanyika nje ya kaunti hii. Hata ukiangalia shughuli nzima ya kaunti, wanaendesha shughuli zao nje ya kaunti hii. Badala unapatia nguvu kaunti yenu, ambaye hapa hiyo mapato ambayo mnatumia ama ile rasilimali mnazitumia nje ya hii kaunti inafaa kutumika hapa. Kama ni mahoteli nzuri ziko hapa,
Kama ni conferences nzuri tuko nayo hapa. Hakuna haja tunapeleka mikutano zetu na shughuli zetu ya county nje ya hii county. Lazima uchumi ya hii county, wale wanafaa kuinua, wale wanafaa kupiga jeki ni nyinyi ambayo mlichaguliwa hapa. Kwa sababu lawama nyingi wakati wote inakuwa kwa viongozi. Lakini lawama ya kwanza inatokana na wananchi, kwa sababu wakati ya kufanya maamuzi walifanya maamuzi ambayo si busara. Vilevile amenyoshea kidole cha lawama kwa wakilishi wadi, akisema ndio wamefeli pakubwa katika kutekeleza wajibu wao. Utu wa mgongo wa county ama ugatuzi ni ma-MCAs, wawakilishi wa wadi kutoka mashinani. Na wananchi wakati walifanya maamuzi mbaya, labda tuseme, wale wanafaa kurekebisha ni ma-MCAs hapa kwa county assembly. Lakini kwa bahati mbaya hata hawa waliongeza mizigo zaidi kwa wananchi. Mahali ambayo hawa viongozi wetu ya county, the executive, wanatumia kwa njia ya ubadhirifu na kwa njia ambayo si halali, ilitokana na dosari ya ma-MCAs. Kwa sababu hawa viongozi ambayo wako katika executive, ile pesa wanapata, kabla ya hawa kupata pesa, hiyo kibali inatokana na ma-MCAs. Na watu wetu lazima waelimishwe ya kwamba mkosa si ya gavana, mkosa ni ya ma-MCAs. Kwa sababu the executive wanatumia vibaya rasilimali ambayo iko available kwao. What if ma-MCAs wanafanya kazi yao kikatiba? Hakuna dururu moja ambayo inaweza tumika vibaya bila ma-MCAs kujua. So lazima pia wananchi wasidanganywe kila wakati, wasiwe wanapatiwa porojo ya kwamba shida ni gavana, ni ma-MCAs. Wewe tafuta MCA yako, uliza pesa ya county iko wapi? Wapi pesa ya maendeleo? Pesa ya shule ziko wapi? Pesa ya kutengeneza barabara ziko wapi? Pesa ya mahospitali, mazahanati zetu, hospitali ya rufaa ziko wapi? Wewe MCA yako, tafuta MCA yako, muulize. Na nikimalizia, msije mkifanya blanda. Hata ukichagua gavana gani ambaye ako na maadili nzuri, ambaye ako sawa, ukifanya makosa kuchagua ma-MCAs ambaye wanaweza uza haki yako hapa kwa county assembly, hiyo gavana hakuna mahali ataweza kusaidia. Lakini unaweza pata gavana mbovu, alafu uchague ma-MCAs ambayo wako na maana. An MCA that no one can compromise on matters of accountability, hiyo gavana atakuwa sawa. Lakini ukifanya makosa hapa kwa debe kuchagua MCA ambaye haitoshi, kwa sababu uwajibikaji inatoka kwa wananchi hapa kwa debe, alafu ya muhimu zaidi ni ma-MCAs ambayo utakuja kuchagua ili wakuje wakutetee hapa kwa assembly, wakifanya mapangilio ya fedha hapa kwa county assembly. Usipofanya hivyo, sasa umepoteza nafasi. Unaweza pata gavana nzuri, unaweza pata gavana mzuri, lakini ukifanya makosa ya kuchagua ma-MCAs kutoka mashinani ambaye hawatawajibika, hiyo gavana pia hatakuwa na maana. So wananchi lazima kila wakati tusiuzie wananchi kitu hakuna. Blanda ambaye ilifanyika kwa hii county kwa tangu kuanzia ugatuzi ni kutokana na ma-MCAs. Kado na hayo amesema viongozi kaskazini mwa Kenya ndio kulaumiwa kutokana na ukosefu wa maendeleo. Leo hii unaona ya kwamba viongozi wetu wako kwa hewa. The Sky Team, mimi naambia hawa ni Sky Team, hawapatikane hapa mashinani. Hii jukumu lote nyinyi ndio mlipea. Lakini
Kama my MCAs hawatauliza, kwa sababu hawa wako na nafasi ya kufanya mahojiano na hawa watu, kama hawafanyi kazi yao kikatiba, basi hii devolution haitakuwa na maana. That is why I support the statement of Gachagua, the former DP, kwa sababu walisema ya kwamba ile rasilimali inaingia kwa hizi county ya ufugaji, the northern counties, is very immense compared to ile value watu wanapata kutokana na hizo rasilimali. Na vile yeye alisema na tulishuhudia juzi wakati rais alienda kufanya hiyo program ya Nyota hapa Wajir, Garissa na Mandera. Hawa viongozi wote walitoka kutoka Nairobi pamoja na rais, na walirudi na hiyo ndege ya rais. So even if we hate Gachagua, lazima ile ukweli anasema lazima tuweke maanani, kwa sababu ni wachache wanachukua ukweli. Wale wanategemea ukweli sasa hivi kwa dunia ya leo ni wachache. Na ile ukweli watu wanasema lazima, hata kama hatutakubali, lazima tuyachukue, kwa sababu hiyo ndio itatufaa. Kauli yake inajiri wakati ambapo nyingi za serikali za kaunti zimekuwa zikilalamikia hatua ya serikali kuu kutotuma mgao wao kwa wakati unaofaa. Pia nyingi za kaunti ikiwemo Isiolo zimekuwa zikitafuta pesa mbadala ili kulipa wafanyikazi. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.